Ulizana ujibi wasi wako nini? Ulizana ujibi ni TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Wapenzi watazamaji wa Africa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wakati mwingine tena tunapokutana katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyokujia kutoka hapa Africa TV, na siku kama leo wakati kama huu ni wakati wa kipindi chako bora kabisa, kipindi chako pendwa, kipindi chako cha Uliza Ujibiwe. Kama ulivyosikia, kwa kweli tumeanza na takbira na tahmid na tasbihi, tukielewa kwamba leo tupo katika mazingira ambayo si ya kawaida. Mazingira ambayo si ya kawaida, kuna kupatwa kwa mwezi ambako kumeanza muda kitambo, na takribani sasa hivi kiza kimekamilika wakati huu wa saa 3 kamili za usiku. Ni tukio ambalo hutokea mara baada ya muda, kila baada ya muda hutokea tukio kama hili, na Mtume sallallahu alaihi wasallama alilielezea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta tukio kama hili kwa ajili ya kuwahofisha waja wake. Kipindi chetu ni Uliza Ujibiwe, ambacho kinakujia kupitia hapa Africa TV, na ni kipindi ambacho kinakujia siku kama leo Jumapili, lakini vile vile Jumatano na Jumamosi saa 3 hadi saa 4 kamili za usiku. Pamoja na tulielezea kwamba kuna tukio hili, na tukio hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza na kusisitiza kwamba linapotokea basi tukimbilie kwenye sala ya kupatwa kwa mwezi. Sala ya kupatwa kwa mwezi tuitekeleze ibada hiyo, lakini pamoja na kuitekeleza kwa sababu ni sunna muakkada au ni faradhi kifaya katika kauli za wanazuoni, basi wengine tutakuwa tukiendelea na majukumu mengine, lakini tutakumbushana vile vile baadhi ya hukumu mbalimbali ambazo zinapatikana katika sala ya kupatwa kwa mwezi, kwa wale ambao watakuwa hawajasali au ambao tayari wameshasali, lakini kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yanapendezeshwa kuyafanya katika tunapotokea tukio kama hili. Lakini kwa wakati huo tunafungua laini zetu kupitia nambari ambayo ipo kwenye runinga yako kwa ajili ya kuuliza maswala mbalimbali kama kawaida, lile ambalo hulielewi, hulifahamu, hulijui, hulitambui, na hata kama umesikia hili na lile unataka kupata ufafanuzi, basi ni wasaa wako huo kutumia simu yako kwa laini zetu ziko wazi. Unaweza kutumia hilo iwapo kwamba ni yale yanayohusiana na tukio hili la kupatwa kwa mwezi ambalo tunalo, na tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba Mola wetu anapoleta matukio kama haya ni kwa ajili ya kutukhofisha, ili tutanabahi, ili tukumbuke kwamba sisi tumeumbwa na mabadiliko wakati wote yale yanaweza kutokea, na mabadiliko kama haya yatatokea wakati kitakaposimama kiyama. Kwa hiyo tuchukue katika hali ya tahadhari, turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtazamaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Assalamu alaykum. Wa salam, shwangu kwema. Tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Unaongea na Ramadhani kutoka Katavi. Kutoka wapi Ramadhani? Niko Katavi, Panda. Katavi. Ramadhani, mmeshasali sala ya kupatwa kwa mwezi huko? Halo. Naam. Unauliza swali? Naam, nauliza swali lako Ramadhani. Swali langu ni kuhusu kupatwa mwezi. Sasa mimi niko polini. Ndio. Huko kulipo hakuna msikiti, niko peke yangu, hakuna jamaa. Naam. Salije hii sala kushika kwa jua? Aha. Asante Ramadhani. Kwa sababu na haraka Ramadhani, sala ya kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi inasuniwa kusaliwa jamaa, lakini vile vile unaweza ukaisali mtu peke yako ikiwa kwamba unanisikia Ramadhani na watazamaji kwa ujumla.
Swala ya kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi ni sunna au ni fardhu kifaya ambayo unaweza kuisali jamaa, inapendezeshwa isaliwe jamaa, lakini unaweza kuisali vile vile ukiwa peke yako. Unaweza kuisali ukiwa peke yako. Kwa hiyo Ramadhani hata kama uko peke yako basi unaweza kusali hii sala ya kupatwa kwa mwezi. Mtazamaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kipindi ni ulizo ujibiwe kinachokujia kupitia hapa Afrika TV. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza bila shaka na Ustaz Abdallah kutoka Zanzibar. Ustaz Abdallah wa Zanzibar hapa. Naam, Ustaz Abdallah, vipi huko mmesha sala ya kupata kwa mwezi? Kusema kweli ni mpenzi wa Allah, sijaweza kuswali kwa sababu kidogo hasijisikii vizuri. Naumwa kidogo kwa maana nina machofu kwa sana. Swala ya kupata kwa mwezi natakiwa iwe na kisimamo kikubwa kidogo, pata mtihani kidogo na kisikii vizuri. Lakini inaswaliwa katika maeneo yenu bila shaka. Haya, sasa swali langu mimi iko kama kipengele mimi leo nitaingia kwenye maswali. Imetokezea kwamba mke ameachwa talaka moja. Yaani kama mtu amemwacha mkewe talaka moja, lakini sasa yule mke akakaa eda mule ndani ya nyumba yake. Lakini kabla ya kumwacha alimtamkia kama bana nishakuacha talaka moja. Mwanamke ndani akawa anamhudumia kama kawaida. Lakini bahati mbaya nzuri yule mume sasa baada ya kumjia matamanio yale ya shahwa akaenda akafanya naye jimaa bila kumwambia kama nishakurejea. Pale kashamrejea baada ya kumwingilia au itakuwa yeye amefanya uzinifu? Swali langu la kwanza hilo Tumekupata. Swali langu la pili, imetokezea mtu ametembea na mwanamke, lakini naye ametembea naye ametembea naye nje bila ndoa, lakini bitika yule mtu kwamba yule mwanamke ametembea naye yeye. Unanifahamu hapo Bado sasa akaozeshwa. Baada kaozeshwa kabla ya miezi 6 au kabla ya miezi 3 au kabla ya miezi 5, baada tu amempa ujauzito. Baada ya kumpa ujauzito akaozeshwa kama miezi 3 au 2, 3 mpaka 4 akaozeshwa, ukashampa ujauzito. Anapokaa yule mwanamke yule mtoto atamrithi au hamrithi? Na kama atamrithi vipi, na kama hamrithi kivipi? Asante kupata. Umenifahamu? Mwisho hivi nilikuuliza wewe, yani kwamba hapo kutana tuseme kwa mfano kama dini mbili, Wakristo na Waislamu, na Waislamu wakaomba dua wakaitikia amin, kwa maana hiyo na wao wakaja wakaomba dua yao. Sisi hatuitikia amin, tumesema amen. Vile yule atasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Bwana Yesu asifiwe, sisi tukaitikia amin. Tutakuwa sisi hatujaingia kwenye makosa? Uko sahihi? Hebu nifahamishe vizuri hivi, kwa sababu kuna baadhi ya maandiko wanapoa na Islamu sisi tunakuwa tunaitikia, kwa maana kama tunazungumza kama Kristo anaomba dua Yesu sikasulubiwa msalabani, sinafanya kadha. Waislamu usikufanye kama alivyofanya, usifanye kama alivyofanya fulani kwa katika msalaba. Kwa mfano kitu kama kwa sahihi kuitikia kwenye muhadhara kama watu vile.
Tayari? Kupata. Mimi nimemaliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Ustadh Abdallah huyo kutoka kule Zanzibar na maswali yake matatu kama utaratibu aliojiwekea. Kipindi ni ulizojibiwe. Mtazamaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Tunazungumza na nani? Naongea Mansur Maulidi kutoka. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mansur Maulidi. Mwanaisha? Mwanaisha? Mtazamaji, na kipindi ni ulizojibiwe kinachokuja kupitia hapa Africa TV. Ni wakati na wasaa wako kupitia nambari ambazo zipo kwenye runinga yako uweze kutupigia ili kuweza kuuliza kile ambacho hukijui, ukielewi na unataka kupata ufafanuzi zaidi. Ukiwa ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, vile vile unaweza kutupata kule kupitia WhatsApp call. Mtazamaji, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Mtazamaji, naona mtazamaji wetu huyu ametoweka. Bado kupitia nambari ambazo zipo kwenye runinga yako, nambari +255 746 456 413, utaweza kutupigia kupitia nambari hizo. Line yetu iko wazi, tupigie kwenye simu yako moja kwa moja, au unaweza kutupigia kule kwenye WhatsApp call iwapo kwamba network yako iko vizuri. Nambari ni hizo hizo ambazo utazitumia kwa njia zote mbili kutupigia simu. Tumesema kwamba tupo katika siku ya leo, na siku ya leo tuna tukio kubwa kabisa, na bado ni tukio la kupatwa kwa mwezi, tukio ambalo linapotokea sisi tumeelekezwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tunatakikana tuwe ni wenye kukimbilia kwenye sala, tusali sala ya kupatwa kwa mwezi. Mtazamaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulia. Mtazamaji, Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema huko? tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Punguza sauti ya TV tafadhali. Unazungumza na Sheikh Haji kutoka Madenjani hapa. Sheikh Ali kutoka Madenjani, karibu. Tunazungumzia swala la kupatwa na mwezi. Naam, swali lako. Punguza sauti ya TV Sheikh Ali. Tumesema kwamba katika vitu vinavyohimizwa kunapotokea tukio kama hili ni kuswali swala ya rakaa mbili, hapo tutaelezea namna yake tukipata fursa.
lakini vile vile katika vitu ambavyo vinahimizwa, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza watu waache huru watumwa. Na leo hii hakuna watumwa, lakini iwapo kwamba mtu atakuwa kwa njia moja au nyingine, kuna mtu mwenzake ambaye amefungika na jambo fulani, basi akafanya jitihada kuhakikisha kwamba hilo linafunguka, labda na madeni akamsaidia. Mtazamaji, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Anazungumza na Adil Abdu, nipo maeneo ya Kagera, Tanzania. Adil kutoka Kagera, karibu. Asante. Nilikuwa na swali. Naam. Ndio nilikuwa nataka nijue kidogo. Ndio. Kuhusiana, mfano nimeondokewa na mtu wangu, yani amefariki. Sasa baada ya kufariki, muda wa mazishi tuseme kama muda wa saa 10. Sasa kuanzia asubuhi, mchana, mfano nikiwawekea au nikiwapikia chakula wale wanaokuja kunifariji muda wa mchana, vipi? Kuwapikia ni halali au ni haramu kwa mimi aliyebaki duniani? Aha. Una swali lingine? Nilikuwa nataka nijue hivyo. Ndio hilo. Asante, baki nasi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tazamaji, assalamu alaykum. Tazamaji, assalamu alaykum. Katika vitu ambavyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amevihimiza wakati kunapotokea tukio kama hili la kupatwa kwa mwezi ni kutoa sadaka. Tujitahidi kila mmoja wetu sehemu aliyo hakikisha kwamba anatoa sadaka, ikiwa ni kutekeleza maagizo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kunapotokea tukio kama hili, lakini vile vile dua kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujishukuru bishikhi na tuepungishe mashari. Mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Unaongea na Sheikh Ali Maandiko kutoka Kibaha. Sheikh Ali kutoka Kibaha, karibu. Inshallah. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Unazungumza na Ali Maandiko kutoka Kibaha. Inshallah. Bwana, mimi nina swali langu moja bwana. Punguza sauti ya TV. Swali lako Sheikh Ali. Swali langu, mimi nimeoa wake wawili. Allah akubariki. Na nimebahatika kujenga nyumba mbili, lakini ile nyumba moja ilikuwa na itirafu. Sasa katika ile nyumba moja ambayo yenye itirafu, niliwaambia wake zangu kwamba tuame kwenye nyumba hii, tuhamie kwenye nyumba nyingine. Lakini wale wanawake walinigomea katu, wakanambia wewe nenda, kama ni mke mwingine kaoe, kama ukishindwa kaweke wapangaji. Mimi nikaamua kuhamia kwenye nyumba nyingine. Nimekaa karibuni miaka 5, kila nikiwabembeleza twende tukaishi kule, wao hawataki. Mimi nimeamua kuishi peke yangu. Je, huyo bado anakuwa ni mke wangu au tumeshaachana hapo? Yaani wewe umewakimbia wake zako, sio? Wake zangu ambao wamekataa sasa kuishi na mimi katika nyumba ambayo nimehamia. Una swali lingine? Naam? Una swali lingine? Hapana, ni hilo tu. Asante, baki nasi. Inshallah. Na kipindi ni ulizo ujibiwe kupitia hapa Africa TV. Mtazamaji, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
tuna simu moja hivi. Katika vitu ambavyo tumesema kwamba vinasuniwa katika tukio, kunapotokea tukio kama hili la kupata kwa mwezi, ni sadaka, dua, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini takbiri, tasbihi na ibada mbalimbali za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitolee sadaka, tulete takbiri, tulete tasbihi na tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tusali. Sala ya kupata kwa jua, kupata kwa mwezi ni sala ya rakaa mbili. Ni rakaa mbili, lakini kidogo ina utofauti. Katika kila rakaa kuna visimamo viwili, kuna rukuu mbili, kwa maana kwamba sala hiyo ya rakaa mbili ndani yake ina visimamo vinne na ina rukuu nne. Huu ndio takriban utofauti uliopo pekee kati yake na sala nyingine. Maana yake baada ya kuleta takbiratul ihram Allahu akbar, unasoma suratul Fatiha, unasoma vile vile kabla dua ya kufungulia sala, lakini unasoma suratul Fatiha, halafu unasoma sura nyingine ndefu kadri utakavyoona kwamba usome sura ndefu, halafu unakwenda, ukimaliza unakwenda kwenye rukuu na unarefusha katika rukuu inayokaribiana na walau nusu ya kile kisimamo ambacho ulichosimama, halafu unanyanyuka kwenda kwenye itidali, sami Allahu liman hamida, na ukishasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, basi unaanza tena kusoma suratul Fatiha. Samani, unasoma suratul Fatiha, na unasoma tena vile vile sura ndefu, lakini ambayo iko chini kidogo urefu wake kuliko ile uliyosoma mwanzo. Na baada ya hapo sasa ukimaliza unakwenda tena kwenye rukuu ndefu ambayo inakaribiana na rukuu iliyopita, inakuwa fupi kidogo lakini karibiana nayo. Halafu unakwenda sami Allahu liman hamida, halafu unakwenda kwenye sijida. Sijida baadhi wanaona kwamba sijida inaweza kuwa fupi, lakini vile vile nayo inapaswa kwamba iendane na hii, iwe ndefu kwa kiasi ambacho kwamba haitofika pengine kwenye rukuu, lakini itakuwa inakaribia. Na hivyo unakuja baada ya sijida kwanza, unakuja kwenye kitako cha kati ya sijida mbili, halafu unakwenda tena kusujudu. Kwa hiyo sujida zinabakia ni zile mbili katika kila rakaa. Halafu unanyanyuka tena kusoma tena katika rakaa ya pili, na utasoma suratul Fatiha. Baada ya suratul Fatiha utasoma sura nyingine ndefu, lakini iliyokuwa ni chini kidogo na kisimamo cha pili cha rakaa ya kwanza. Halafu baada ya hapo utakwenda kwenye rukuu ndefu, lakini iwe chini kidogo na zilizotangulia. Halafu utakwenda kwenye itidali. Baada ya hapo kwenda kwenye itidali utarudi tena kusoma suratul Fatiha na sura nyingine ndefu, lakini iliyokuwa chini kidogo na sura iliyo rakaa au kisomo kilichotangulia. Halafu utakwenda kwenye sijida, na ukishakamilisha kama utaratibu tulioelezea, basi utakuwa hiyo sala imekamilika. Na inapokamilika baada ya hapo, ni vyema vile vile napendezesha kwamba imamu asome hutuba fupi kwa ajili ya kuwakumbusha haya ambayo tumeyazungumzia na mengineyo ambayo kwamba ni muhimu ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sala hiyo ya kupatwa kwa mwezi. Kwa ufupi, hivi ndivyo ambavyo inavyotekelezwa sala ya kupatwa kwa mwezi. Tunapata mapumziko mafupi, na kisha hapo tutarudi hapa kwa ajili ya kujibu maswala yenu insha Allah. Uliza na ujibi, wasi wako nini? Uliza na ujibi, ni TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa mnaotizama African TV, ujumbe huu na upeleka katika kila moyo wa binadamu anayependa kujiwekea akiba siku ambayo mali na watoto haitofalia kitu. Yawma la yanfa'u malun wala banun. African TV kama mnavyoelewa inahitaji juhudi ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo ninawaombeni, na hii ni kama sadaka jaria, kwa sababu zile ilmu zinazopeperushwa na mambo ya khairi yanayopeperushwa ambayo yanawafikia mamilioni ya watu,
wewe pia hukosi malipo katika khairi kama hiyo. Kwa hivyo hiyo mitandao ambayo itajitokeza hapo chini yote, ya Tigo, ya Airtel, ya Zentel, yote ndio mbinu ya kutuma mchango wako kusaidia Africa TV. Fanya hivyo na chukua ujumbe huu uwafikishie wale marafiki zako. Asa Allah subhanahu wa ta'ala aweke katika mizani ya mema yako unaoyatenda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulizana ujibi, wasi wako nini? Ulizana ujibi, أكبر الله أكبر الله أكبر. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Wapenzi watazamaji wa Africa TV, kwa mara nyingine tena na kusalimuni, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kukaribisheni katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha Uliza Ujibiwe katika siku hii ya leo. Na kama tulivyosema kwamba ni siku ambayo kuna tukio kubwa kabisa, tukio ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatukhofisha. Tuelewe tu kwamba hata iwapo kwamba utaangalia mazingira yaliyoko huko mitaani, basi utakuta pengine miti unakuta kwamba imetulizana, inanyenyekea, ipo katika unyenyekevu wa hali ya juu, na sisi tunapaswa kwamba tuungane na viumbe vingine kuonesha unyenyekevu wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tupate hofu kwa hili. Lakini jambo lingine la kusisitiza hapa ni kwamba tusije tukajenga dhana yoyote nyingine iliyokuwa kinyume na maelekezo haya ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao huwa wanaitakidi kwamba jua linapopatwa sababu ni kwa sababu labda mtu fulani amekuwa hivyo, jambo fulani limekuwa vile, au kikubwa kabisa ni watu pengine Allah subhanahu wa ta'ala watu wanasayansi wanaangalia mahesabu yao kuona kwamba jua wakati huu litakuwa katika eneo gani na mwezi utakuwa katika eneo gani, kwa hiyo litazuiana kupatikana mwanga katika dunia yetu. Hichi ndio ambacho wanasayansi wanachokiangalia. Lakini mpaka kwamba Allah alifanye hivyo, aliweke katika mazingira hayo, ni kwa nini? Ni kwa ajili ya kutukhofisha sisi viumbe wake. Anakusudia kutukhofisha sisi Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sunna, ameweka utaratibu ambao upo, lakini anapoweka utaratibu mwingine ambao uko kinyume na utaratibu uliozoeleka, basi tukumbuke kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni kuonesha uwezo wake, lakini vile vile ni kutuonesha kwamba ni kutukumbusha kwamba sisi ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwapo kwamba kikawaida mtoto huwa anazaliwa akiwa ni viungo kamili, Allah subhanahu wa ta'ala anapomzafanya mtoto azaliwe pengine hana macho, basi uelewe Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha uwezo wake, anatuonesha uwezo wake, na kwamba anavyofanya hivi, anavyofanya na kila siku kinachofanyika, si kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanya vingi, anaweza kufanya vingine. Hivi ambapo sisi tunaishi, asubuhi jua linatoka, jioni inakutwa, mwezi unatoka, unakwenda, tunauona, unakuwa mpaka unafika unakamilika, baadaye unapungua, tunauona katika mazingira hiyo mpaka mwezi unamalizika. Si kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanya vingine, anaweza kufanya vingine. Anaweza Allah subhanahu wa ta'ala akaufanya usiku uendelee, anaweza Allah subhanahu wa ta'ala akaufanya mchana uendelee, anaweza Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kwamba jua litoke magharibi. Sio sunna aliyoiweka, utaratibu sio alioweka, lakini anaweza akafanya vingine. Kwa hiyo tupate hofu na Allah subhanahu wa ta'ala inapotokea matukio kama haya, na kwa msingi huo basi tunyenyekee, tufadhaike, tuende kwenye sala, tunyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye ibada mbalimbali kama hizi ambazo tumeziashiria, ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alituelekeza. Leo hii tulianza na ndugu yetu Ramadhani kutoka kule Katavi. Anaulizia kwamba iwapo kwamba yeye mtu yuko sehemu ambayo yuko peke yake, sasa sala ya kupata kwa mwezi ataisali vipi, au yeye hapaswi kusali? Tunajibu kusema kwamba tumesema kwamba wanawazuoni wanasema kwamba sala hii ima tunasema kwamba ni sunna muakkada au ni fardhu kifaya. Inaposaliwa na baadhi ya watu basi itatosheleza, lakini inasuniwa isaliwe jamaa.
Inasuniwa isaliwe kwa jamaa, lakini hata mtu mmoja mmoja wanaweza akasali. Kwa hiyo Ramadhani, na mtu aliye na mazingira kama ya Ramadhani, au pengine wakati mwingine watu katika eneo lako hawasali sala hii, nyanyuka wewe mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusali sala hii. Hata ukiwa uko peke yako, isali sala hii ya kupatwa kwa mwezi, hata kama uko peke yako, ili upate sunna hii ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza. Kwa hiyo unaweza kusali peke yako kama ambavyo kwamba inapendeza, na inasuniwa zaidi kusaliwa kwa jamaa. Ustaz Abdalla kutoka kule Zanzibar anaulizia kwamba iwapo kwamba mtu amempa talaka mke wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumuombe azijalie nyoyo za wanaume kuwa ni nyoyo zenye subira, na zisikimbilie kutoa talaka, sikimbilie kutoa talaka, na zijalie vile vile nyoyo za wanawake kuwa na uvumilivu na unyenyekevu na utiifu kwa waume zao, ili talaka zipungue katika jamii zetu. Sasa anasema hapo kwamba mume ametoa talaka, halafu ikatokezea kwamba ikiwa kabla hajamrejea huyu mume akawa amekutana na huyu mwanamke katika kile kinachokiitwa kwamba ni tendo la ndoa, kwamba je, tunazingatia kwamba ni kurejea au tunazingatia kwamba wamefanya uzinifu? Kwa kweli tunajibu kwa kusema kwamba kitendo kama hicho, madam hakukusudia kurejea na wala hakutamka kurejea, basi tunazingatia kwamba huo ni uzinifu, na huyu mwanamume pamoja na hawa wanawake tayari wameshaingia katika kosa la uzinifu. Ingawa kwa sababu kuna shubha, basi hawasimamishiwi adhabu, ile adhabu ambayo anapewa mzinifu mwanamume na mzinifu mwanamke, hawasimamishiwi adhabu hiyo. Lakini tendo lao hili linaonesha kwamba ni watu ambao wasiojali, ni watu ambao kwamba wajali mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaonyesha ni namna gani walivyokuwa na udhaifu katika kuheshimu maelekezo na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuweke mbali na kuwa wasusuavu na kutokuchunga mipaka. Sasa huyu mwanamume ambaye kwamba wewe umemwacha, kwa nini umemwacha mke wako wakati bado unamhitaji? Na wewe mwanamke, kwa nini huyu amekuacha mpaka amekuacha? Kwa nini unamkubalia kwamba mfanye uzinifu wakati kabla hamjazidiana, wakati ni jana na juzi alikuwa ni mume wako, mnafanya kile ambacho mnachotaka kukifanya? Inaonekana kwamba nyinyi sasa, iwapo kwamba huko nyuma hamkuwa wachafu, sasa mnaelekea kwenye kuwa ni watu ambao ni wachafu. Kwa hiyo hii ni aina ya uzinifu, ni aina udhaifu uzinifu, na anapaswa kwamba wamrudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haraka sana huyu mume amrejee mke wake, waendelee na maisha yao. Swala pili anaulizia kwamba iwapo kwamba mwanamke ameolewa, lakini ameolewa akiwa na ujauzito, ameolewa, amefanya uzinifu na akagundua kwamba amepata ujauzito, wakaoana. Sasa wanaoana kwamba huyu mtoto je? Hapa tunajibu kwa kusema kwamba kwanza, kwa kweli jamii zetu ni jamii ambazo zinahitaji kemeo sana kwenye swala hili la uzinifu, kwa sababu swala la uzinifu limekuwa linaonekana ni jambo ambalo kwamba ni jepesi, limejepesi kupindukia katika jamii zetu. Kwa hiyo ni lazima tubadilike ili kuitoa jamii kutokana na mazingira haya ya kiuchafu. Leo hii kila wakati kunazusha mambo chungu nzima ambayo kwamba ya kuwafanya kwamba watu waingie katika uzinifu, kukosa adabu, kukosa heshima. Jana na juzi nilikuwa katika maeneo mengine, sikuwepo Dar es Salaam, lakini nafika katika maeneo ambayo yana heshima kubwa, watu wake wana iltizamu kubwa, lakini nakuta kwamba kuna shughuli ambazo kwamba naambiwa sasa hivi wanazifanya wanawake, kama kwenda kwenye minada na vitu vya namna hii, vinawatoa katika heshima zao walizokuwa nazo. Sasa ni vitu hivi vya kuzingatia sana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uzinifu alipokemea ametuambia kwamba wala taqrabu zina, msikurubie uzinifu. Msikurubie uzinifu kwa maana msifanye jambo lolote lile ambalo linaweza likatoa mwanya watu kuelekea kwenye uzinifu. Leo hii unakuta kwamba leo siku kama ile Jumapili nimepita baadhi ya maeneo, unakuta kwamba akina baba na akina mama wapo katika jogging. Kwa nini wanawake wasifanye kama wanafanya jogging, wasifanye katika maeneo yao? Kwa nini michanganyiko hii inahimizwa na kuhamasishwa na watu katika ni kwa kweli hawa wanaofanya hivi, wanaochochea mambo haya, haiwezekani. Mwanamume ambaye kwamba ni rijal,
na mwanamke ambaye yupo katika ukamilifu hawezi kukaa pamoja namna kama hii, kusije kukatokea haya mawazo ya kwamba mmoja kumtamani mwenzake. Haya ni mambo ambayo kwamba sasa unapochukua kwamba vijana wa miaka 15, miaka 20, miaka 23 unawakusanya wake kwa waume mahala pamoja, wanakwenda huko, yule kavaa suruali ya mazoezi na t-shirt ya mazoezi, mwanamume kavaa na mwanamke kavaa, huku anafanya mazoezi kwa pamoja. Yote haya ni vichocheo vya kuchochea kwenye uzinifu. Kwa nini wapo kwamba si kusudio letu kwamba ni kufanya mazoezi? Kwa nini tusiwajengee mazingira ambao watabaki katika heshima zao, ambapo kwamba mwanamume na wanawake hatutowachanganya, kwa sababu kikawaida si kawaida ambapo kwamba mwanamume rijali ambaye kwamba tunamuita mwanamume rijali, halafu hawezi kukaa na mwanamke asije mawazo kama haya. Iwapo kwamba unakaa na mwanamke hakuna mawazo kama haya, maana yake wewe si rijali. Na ikiwa kwamba ni rijali, lazima haya mawazo yatakuja katika fikra na mawazo yako. Sasa ni hivi vitu vyote hivi tunapaswa kwamba tuvipige vita, tuweke utaratibu ambao tutajenga misingi ya kuepesha hili swala la uzinifu. Sasa iwapo kwamba limetokea swala kama hilo, sasa baadaye sasa akawa na ujauzito, tukithibiti kwamba kweli kuna ujauzito, sasa tunakumbuka kwamba kuna baadhi ya wakati hutokea baadhi ya watu, wasi wengi, lakini ukasikia kwamba mtu fulani ana mjamzito akapitwa na miaka hajajifungua, baadaye na kujigundulika kwamba hakuwa ujauzito. Sasa ni lazima hapa kwamba tunathibitisha vipi kwamba kweli hicho kilichozungumzwa ni ujauzito. Sasa ni vitu hivi vya kuzingatia sana, kuzingatia. Kwa hiyo hasa katika kipindi hicho ambapo kwamba ujauzito huo tunasema kwamba ni mdogo. Lakini tukithibitisha kwamba ujauzito huo umeingia kabla ya ndoa, basi huyo ambaye ataoa huyo mtoto atakuwa hana nasaba yake na hatorithiana na hatonasibishwa naye. Huyo atakuwa ni mtoto wa huyo mama yake, na atarithiana na mama yake, na wala hatarithiana na huyo ambaye inadhaniwa kwamba pengine alikuwa amesababisha ujauzito huo. Swala tatu anaulizia, anasema kwamba yapo kwamba kuna mikusanyiko hii ya kuomba kwa pamoja Waislamu na sio kwa Waislamu, alafu asiyekuwa Muislamu akasema kwa jina la baba, la mwana, jina la mjomba, la babu na kadhalika, muundo kama huo. Sasa je, mtu ambaye kwamba ni Muislamu atakiwa kuitikia amen au aitikia amina, au iwapo kwamba atasema kwa jina la baba na la mjomba na la babu na la shangazi, muundo kama huo, huyu tayari ameshatoka katika tauhid. Huyu sasa na Mungu zaidi ya mmoja. Muislamu hapasi kulitikia katika njia yoyote katika hilo. Hapasi kuitikia lolote, si kuitikia amin wala kuitikia amin. Hapana. Kwa sababu huyu tayari anaomba Mungu ambaye ni Mungu si mkamilifu. Ni Mungu ambaye ana ubabu na ana ubaba na ana ujomba, ana ushangazi. Huyu si Mungu. Hizi si sifa za Mungu anayestahili kuomba. Anastahiki kuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Hakika misikiti ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwa hivyo usiombe pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Na siku zote tunasema kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni wewe tu tunakuabudu, ni wewe tu tunakuomba, na wewe tu ndio tunakutaka msaada. Tusitake msaada kwa jina la babu wala jina la shangazi wala jina la yoyote yule. Kwa hiyo itakapoomba katika muundo wa namna kama hiyo, Muislamu hapasi kushiriki katika kuomba uombi wa namna hiyo. Asiseme amin wala chochote ambacho kwamba atakisema, kwa sababu hapo anashirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au Mungu anapewa sifa za kwamba kuna Mungu ambaye sasa ni baba au ni mjomba au ni babu au ni shangazi, ni mtoto, ni dada. Mungu wa namna kama hii hawezi kuwa Mungu. Mungu hawi katika sifa za namna kama hiyo. Adil kutoka kule Kagera anaulizia kwamba hapo kwamba mtu amefiwa na ndugu yake, hasa watu wamekuja kwa ajili ya kuzika. Je, ni halali kwake yeye kuwaandalia chakula hawa waliokuja kuzika? Tunajibu kwa kusema kwamba utaratibu ambao ni utaratibu unaokubalika katika Uislamu ni kwamba hao ambao wamekuja kuzika
wamekuja kuzika hawa jamaa hawa, wanatakikana kwamba majirani waliotoa karibu watakaofika basi wafanye utaratibu kuwarahisishia nyinyi wafiwa, siku hiyo mmeshughulishwa na kuondokewa na ndugu yenu ameondoka. Siku zote mtu anapokuwa ameondokewa na ndugu yake amekuwa ameshughulika. Si sasa tena baada ya kuwa ameshughulishwa na kufiwa na msiba huo, sasa hivi sasa tunaanza kufikiria kumwandalia msiba mwingine wa kwamba sasa aende kuhangaika sasa kutafuta chakula cha kuwalisha. Kusiwe na taratibu za namna kama hiyo. Taratibu ni kwamba sisi ambao tunakwenda tufikirie namna gani leo ndugu zetu hawa ambao wamepatwa na msiba tutaweza kuwarahisishia hasa katika kipindi hicho siku moja au mbili ambazo kwamba ni za huzuni zaidi na majonzi ya kuondokewa, fikira na mawazo zipo katika hali kama. Tutawarahisishia vipi ili waweze badala ya kukaa wao wakaanza sasa kutafuta chakula, kuanza sasa kuandaa chakula, sasa tuandalie chakula, tuwape chakula, tuandalisishie ili waweze kufanya, ili waweze kushughulika na kumsitiri ndugu yao katika hali ambazo kwamba zile huzuni zao wakiwa katika hali ya utulivu zaidi. Sisi tunatakiwa kwamba kuandalia chakula. Hili ndilo ambalo linalotakikana kufanyika. Sasa inapotokea sasa kwamba yeye sasa ni nini, kitu gani ambacho anakilenga katika kuandaa chakula? Anaandaa chakula kwamba hawa waliokuja sasa waandalie chakula wale, ili ni malipo ya kwenda kuhudhuria kwao, wamenzuru huyu ndugu yao. Siku hii ya kuandaliwa chakula, hii ni siku ya mtu amefiwa, ni kuja ninyi mkazika na kuondoka, si watu ambao kwamba sasa wafike mahala ambapo kwamba badala ya kushughulika na hili sasa waanze kushughulika sasa, wameshughulishwa na msiba na washughulishe sasa na kuona kwamba watu watawalisha vipi, watawalisha nini. Wakati wengine watu wengine unakuta kwamba baadhi ya jamii ambazo zina taratibu kama hizi, unamkuta kwamba mtu anapopata msiba anajikuta kwamba yeye ana msiba hule na anaongezwa na msiba mwingine. Wakati mwingine mpaka baada ya kumalizika msiba tayari ana madeni. La haula wala quwwata illa billah. Lakini wapo kwamba yeye mwenyewe ataamua kwamba labda kuna kitu fulani ambacho anakusudia katika hilo, labda kuandaa chakula kwa ajili ya kutasaddaq, na huyu ambaye anafanya hivyo isiwe sasa ni utaratibu, isiwe kwamba ni utaratibu watu wanafanya katika muundo wa namna kama hiyo. Kwa hiyo kinachotakikana ni sisi kumwandalia yule ambaye aliyefiliwa chakula, ili ukuwe na urahisi siku hizi ambazo atakuwa katika hali ya huzuni zaidi, na atakuwa wakati wake wa kutoka ni mdogo kujitafutia riziki na kadhalika. Na wala tusiwe sasa badala ya kwamba yeye amefiwa sisi tuanze sasa kufanya kwamba pale palipofiwa ni kambi sasa ya kujililia, ya kupata chakula, ya kupata vinywaji na vitu vya namna kama hiyo. Sheikh Ali kutoka Kibaha anasema kwamba yapo kwamba amekaa na wake zake, lakini baada ya muda akajenga nyumba, akawataka wahamie katika hiyo nyumba, lakini wakagoma, na wake wawili hawa walipogoma sasa yeye akaamua kukaa huko na wakagoma. Sasa wana kipindi kirefu bila kuwa pamoja na wake zake. Je, hiyo inazingatiwa kwamba ni talaka? Tunajibu kusema kwamba hapana, kukaa hili jambo la kuzingatia. Kukaa tu kwamba mtu yuko mbali na mke wake au mke yuko mbali na mume wake hata ikiwa ni miaka 100 haizingatiwi kwamba ni talaka. Haizingatiwi kwamba ni talaka. Talaka mpaka iwe imetoka talaka kutoka kwa huyu mume atoe talaka, au imefaa kwamba iwapo kwamba yeye hakutoa talaka, sasa mwanamke amelifikisha swala hilo kwa kadhi, na kadhi akaona mazingira ya namna hiyo kwamba huyu mwanamke awe ni mwenye kuacha, akatolewa talaka au ikavunjwa ndoa kutoka kwa kadhi. Lakini haiwi tu hivi kwa sababu wetu wako mbali basi iwe ni talaka. Haiwi talaka kwa watu kwa mke na mume kukaa mbali. Wanaweza kukaa mbali hata kwa miaka chungu mzima, lakini bado wanazingatiwa kwamba ni mke na mume. Isipokuwa tu Sheikh Ali kama walivyozungumza, unachotakiwa kufanya ni kujiuliza kwa nini wake zako wote wawili wamegoma kuhamia katika nyumba hiyo.
ili uweze kupata jibu sahihi na muendeleze maisha na wake zako. Na pengine inaweza kafika wakati ambapo kwamba wakakuambia kwamba katika hali za namna kama hii, basi shikali ukapata ruhusa na ukapata hamasisho la kwamba uongeze mke wa tatu ili aje akae katika hiyo nyumba, na nyumba zako zote hizo ambazo wako wake zako hizo za zamani, na hiyo zote ziwe ni sehemu ya familia yako ambayo unayoihudumia. Haya ndio masuala ambayo tumeyakusanya kwa siku hii ya leo. Kama tulivyozungumza ni kwamba ndani ya kipindi hichi cha Uliza Ujibiwe, kama tulivyozungumza ni kwamba ni siku ambayo kuna tukio kubwa kabisa, tukio la kupatwa kwa mwezi. Na kunapotokea kupatwa kwa mwezi, basi kuna mambo ambayo yanahimizwa. Miongoni mwa mambo hayo ni sala ya kupatwa kwa mwezi, ambayo inasuniwa kuswaliwa jamaa, lakini inaweza kuswaliwa na hata mtu aliyekuwa peke yake, na watu wanaendelea kusali mpaka itakapofikia mwisho. Sasa kwamba sasa kupatwa kwa mwezi huko kumekamilika. Ni wapo kwamba wamesali, wamefika mahala ambapo wameshatoa salamu, basi wataendelea na kuleta takbiri, wataendelea kuleta tasbihi, wataendelea kuomba dua, wataendelea kutoa sadaka, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka tutakapokutana tena kwenye kipindi kingine cha Uliza Ujibiwe siku ya Jumatano, panapo majaliwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ndugu yako Ibrahim Ghulam, na kuaga kwa kusema subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Uliza